Kiukweli vijana tutakuwa tunajisikia vibaya kwa sababu tutaona kama hakuna wa kusikiliza sauti zetu. Kwamba tukiwa tunapewa ushirikiano na viongozi wa serikali, tukianzia na viongozi wa chini ambao wakiwa wanatupa ushirikiano hata wa kusikiliza tu maoni yetu na akawa yanatendewa kazi, yanatupa hata sisi moyo wa kutokufanya vurugu na kulinda amani ya nchi yetu. Malalamiko yote ya vijana chanzo ni nini? Basi sheria zipo toka zamani mpaka sasa hivi na zinawezekana tu jambo likatatulika vizuri. Ya hili ambalo walikuja kulitangaza toka jana, waziri mkuu akasema kwamba watu wasitoke nje na iruhusi watu kutoka nje. Unajua kitu kama hichi mpaka kutokea inaanza na watu na kikundi cha watu na sio mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo swala kama hili watu kukaa ndani na kutokuruhusiwa kutoka nje, haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi watu kufanya kitu kama kile. Mimi nasema ni taswira mbaya sana kwa serikali yetu kufanya kitu kama hiki, na kwa ujumla maandamano ni haki. Namna moja ama nyingine, kwa yule ambaye alikuwa na haki ya kuandamana amenyimwa, lakini kwa yule ambaye alikuwa hataki kuandamana anaona ni sawa, lakini kwa asilimia kubwa wengi wamenyimwa, maana wengi walikuwa wanasema wataandamana kulingana na ambacho walikuwa wanakidai. Ya, kwa ujumla inaweza ikaleta, kwa sababu kila moja na kitu ambacho wanakikusudia. Kwa mfano kama leo kuna watu walisema labda wataandamana kwa ajili ya kukomboa ambacho wanakidai, alafu leo wamepigwa ndani, unaambiwa usitoke. Kwa ni kama umenyimwa uhuru wa kutoka kwenda kutafuta. Kwa wanasiasa wanaweza wakawa wamenyimwa au wanaweza wakaibua maswali yao binafsi wenyewe.